nina taarifa ya kurasa 69, nitasoma tu muhtasari. Lakini taarifa yangu hii imegawanyika katika sehemu kubwa 7. Sehemu ya kwanza ni utangulizi, sehemu ya pili ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kupitia fedha za serikali kuu na mapato ya ndani ya halmashauri. Sehemu ya tatu ni utekelezaji wa miradi kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Sehemu ya 4 ni utekelezaji wa miradi kupitia fedha binafsi na wadau wa maendeleo. Sehemu ya 5 ni kuonyesha jinsi gani kama mbunge nimeshiriki katika shughuli mbalimbali za ujenzi na kukiimarisha chama chetu. Sehemu ya 6 nimeonyesha ushiriki wangu katika shughuli nyingine za kijamii, na sehemu ya 7 ni hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze taarifa yangu rasmi kuwasilisha kwenu wajumbe. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya njema na uzima, kwa sababu ni katika uzima na afya njema ndipo nilipoweza kutekeleza majukumu yangu ya ubunge wa jimbo la Tanga mjini kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Pili, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, kwa niaba yenu, wengine mlikuwepo, ninawashukuru wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wilaya Tanga walionipitisha kwa kishindo katika kura za maoni ndani ya chama chetu mwezi Julai 2020 kuwa mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Tanga mjini. Imani ya wajumbe, nikifumba macho nikiona kura nilizozizoa Tanga School, kura zaidi ya 800, mtu wa pili ana kura 38, mtu wa tatu ana kura 22. Asanteni sana wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wilaya ya Tanga. Kwa heshima kubwa, kura zile ndio zilinipa chachu ya kujituma usiku na mchana katika kuwatumikia watu wa Tanga mjini. Kwa hiyo shukurani zangu Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwa Chama cha Mapinduzi kwa kuniteua rasmi kupeperusha bendera ya CCM katika uchaguzi wa jimbo la Tanga mjini. Lakini kipekee ninawashukuru wapiga kura wa Tanga mjini. Tumefanya mikutano katika kata zote 27 na kampeni zetu za wilaya ya Tanga zilinoga sana. Nashukuru wananchi ambao ndio walinipa heshima. Wanawake ninawashukuru sana, wanaume ninawashukuru sana, vijana ninawashukuru sana, wazee ninawashukuru sana. Nimetumia fursa hii pia kumshukuru sana aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, akaniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamo wa rais mazingira. Kwangu ile ni heshima kubwa sana, nitaienzi na kuitunza heshima hii. Lakini kwa namna ya kipekee namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mambo makubwa mawili. Kwanza, kwa kutuletea fedha nyingi sana za kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika jimbo letu. Lakini pili, ninamshukuru kwa niaba yenu kwa kuniamini. Wabunge wako zaidi ya 300, lakini katika wabunge 300 aliniona kwamba nafaa kuwa mmoja wa wasaidizi wake wa karibu. Machi 2021 akaniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, na 2022 nikawa waziri wa afya. Kwa hiyo ninawashukuru sana marais hawa kwa sababu wamenipa heshima na fursa ya kuitumikia nchi yangu na kutoa mchango wangu katika kuboresha maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika shukurani zangu ninawashukuru viongozi wa CCM wa mkoa wa Tanga, kipekee viongozi wa CCM wa wilaya Tanga, tukiongezwa na wewe ndugu Meja mstaafu Hamisi Bakari Mkoba kwa ushirikiano mzuri ulionipatia wewe na timu yako. Nawashukuru viongozi wa jumuiya zote za CCM, UWT, UVCCM na wazazi. Dada Moza nakushukuru sana na jumuiya yako. Mdogo wangu Ismaili namshukuru sana na jumuiya yake. Wazazi nawashukuru sana. Lakini kipekee pia natambua mchango mkubwa wa waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya jiji la Tanga.
Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.